na ako sawa. Wewe jaribu at this age. Utaenda utakuwa ukicollapse, si ndio? Sasa between 25 and 50 sasa pale mimi niko, most people are tired. Uchovu, yani umechoka. Umekutana na watu wamechoka by the way? Have you met tired people? Hao ndio customer wako wa kwanza watukienda. Hata kama mtu ataweza kubeba hii yote, sababu hii yote is around 4,000, utamgawia hata kama ya 200, aanze nayo. Si ndio? Aanze kufukuza nini? Uchovu, isn't it? So between 25 and 50 most people are tired. Then after 50 hapa most people are sick somewhere. Kwa mfuko utakosa dawa. Na hizo ni dawa za nini? Za pressure. Nini ingine? Blood sugar, diabetes, boko. Marongo tuko? Inaitwa nini? Arthritis. Kuna dawa by the way? Hapana. Hiyo dawa unapewa ni ya kutuliza nini? Uchungu tu, si ndio? Ya kutuliza maumivu. Na ukiitumia over time hiyo ni kama bangi by the way. Because you know those very strong painkillers. You know they are addictive. Unajua hivyo? Lakini sasa kama unauma si lazima ukunywe. Yeah, lakini ile siku maumivu ita reduce unaweza jipata wewe umekuwa addict kwa dawa. Yeah, because mwili imezoea. Huwezi lala bila. So the best thing, prevention is better than cure. Is cure. So most people wako hapa they are sick. Sick zone. But tunaambiwa unaweza ishi a vibrant life all through until the day you usianze kukufa pole pole. Now you have the knowledge. Si ndio? Utakuwa ukitangazia watu I'm 60. And they're like, Ebu, how? Hivyo. Sawa? Haya. Sasa I was talking about hapa. This is, we call hii product yetu, tunaita our basic product. Hata wale wako hapa na distributors. Ukienda kuongea na somebody somewhere na anakuambia shida yangu ni nasikia mwili yangu ni nzito. The first thing utaanza na ndio ufungue nini? The cells. Because you see, hata ukikunywa dawa gani, kule matunda gani, na nini zako zimefungana, si most of them zinapotea kabla zisaidie mwili. Isn't it? Yes. So, that is the one World Health Organization inasema tukule a lot of this. We are supposed to actually eat about how many grams? I'll remember the percentage, sikumbuki vizuri. But after that, fruits and vegetables. So kabla niende kwa fruits and vegetables, wacha niwaambie hivi. Unaona ile ugali tulilelewa na wazazi wetu. Kwani mmelelewa mkikula nini? Amaze na hostess. Ngoja matu. Tumelelewa tukikula nini mtu? Ngoja matu. Kile yake vile tukavea. Sasa turudi hapo. Are we together? Hata kama watoto wako wapendi watazoea pole pole. Afadhali waze na kuwachanganyia na hiyo raha, si ndio? Kadogo tu, pole pole. I do it myself. Naenda hivi. Na kabla wazoe sasa hii ni nini? Tena mimi nikiona ugali ya white naona kitu strange sasa. Because I don't. Naona ikiwa funny, very funny. Sababu nami najua it is empty. Hebu semeni empty. Empty. Hiyo kitu imetolewa kila kitu. Hata by the way, simna bado mtu anajipelekea mahindi yake hivi. Siku ndio wanapeleka wanasema anataka special. Ukitaka special hiyo kitu inatolewa na makore na kile unafikiri inapelekwa wapi? Sinapeleka inatengeneza chakula ya ng'ombe. So between us and the cows, who is eating better? Cows. That's why the cows are shining, isn't it? Shining. They are shining like this. Why? Because wanakula vizuri kutuli. So tujue sasa we have the knowledge. Si ndio? Na but tunasema try as you might, unashindwa kabisa ku take all the percentage unahitajika. That is why supplementation is very important. Sawa sawa. Wajaribu kula hizo brown rice, watu wanasema haziivi. But ukiamua ukitika kama itaiva. Na si mtu wa diabetes, useme vitu za brown ni wale wako na diabetes. Kwa nini ungoje upate diabetes nianze kula brown? Must you wait? Kuna another lady alikuwa naambia alipata nikinunua brown bread ile Broadway. Kanisa guy, unakula hii na haina taste. Nikamwambia no, it is healthy. Nikamwambia try it. Kanisa na my palate, I can't. So mambo ni vile umejiambia kwa your mind. Si ndio? Sababu tena hii bread ya white imejaa sukari. Unajua? Si pia tunasema too much sugar is not good for you. All those things that are processed zinaenda zikiharibu mwili wetu pole pole as you grow older. So whole grains hapo umeshika. Sasa fruits and vegetables
15 different types every single day. Sasa nataka kuona by show of hands. Nani amekula matunda at least 3 types leo? Methembe that umuthi kuma ukere. 3 types. Wow. Gani na gani na gani? Banana. Mangushie. Hiyo sio fruit. Ondoa hiyo. Banana si fruit. Yeah. Avocado is not a fruit. That one is like more of a vegetable. Avocado. If I'm not wrong. Yes. Ongea juu ya vitu zingine na vegetables. Oh. So which is the other one? Melon? Melon nimekula melon. Nimenini ku blend. Kama umekula that's okay. Kama umekula white, itakuwa yellow passion, those ones. When mnadimuisi matunda. Banana is good. It has potassium, it has whatever. It is good. Everyone then msome nutrition muone it's more or less of an energy giving and just potassium, the right banana. Sawa. We are supposed to, when I say 3 to 15 different types, the fruits and vegetables have different colors. Sindio? Kuna green, kuna purple, sindio? Kama the purple cabbage, kuna God created alisiumba hivyo sababu sisi wote all those different colors tunazihitaji kwa mwili yetu. Sawa? Tunazihitaji. Na matunda na mboga vile zinafanya ni kuweka mwili yetu kinga, immunity. Sawa? It raises our immunity. Na wakati hatukuli matunda na mboga ya kutosha, broccoli, huko ni sia kijina by now. Watu sasa wamejua hizo vitu. They don't taste nice, I know. But they are very good for our health. Na siku kuipika mpaka inakaa hivi inalia cabbage. Inakaa spaghetti. It's supposed to be cabbage unatakana uikule karibu ikiwa raw. Do you know that? Ndio wewe huko turuga cabbage hata tukanya na wapi? Tunaipika inakufa. It is dead. It is not supposed to be crunchy. Mami, ukitafuna hivi unasikia hiyo vitamin bado iko. Sawa. So as much as possible jaribu kule 3 to 15 different types, lakini tuko na product hapo inaitwa carotenoid complex. Carotenoid? Ukipata mtu ambaye ako na shida ya especially immunity, hii walifanya research wakaona inaongeza hiyo immunity ama kinga kwa mwili by 37% in 20 days. So kama unajua mtu ana shida kupoteka kila wakati, mwambie atumie hii for some time na ataona. But apart from carotenoid tuko na products zinaitwa zingine sasa za hii family, but I'm not going to details of those. Inaitwa cruciferous na nyingine inaitwa flavonoid. So zikiwa pamoja zote zinaitwa phytodefense. So for instance wale watu labda wanajipata wako HIV positive, kama hiyo phytodefense inasaidia sana sababu it is a way of boosting what you're already eating and then your body is strong enough. But kuleni matunda na mboga and you can supplement with carotenoid complex. Alafu hapa as we go up unaona tunaenda tukireduce, tuko na protein. Protein tunaambiwa tujaribu sana tukule more of the plant protein kama ndengu ya green, siko? So, sawa? Alafu nyama red meat ukule kidogo sana. Najua tunapenda kanyama. Ila hapendi nyama mkono juu. Lakini nakula kiasi gani? So hiyo inatakana kule kidogo sababu red meat unakaa sana kwa mwili kabla yako. Sawa? So usikule nyama leo, kesho every day. Eating red meat it's not healthy for you. One, it's very high in cholesterol, then inakaa sana kwa mwili before digestion. So tunakuambia eat more of the white meat. White meat ni kama gani? Fish. Huko nimesema tu kile ni yangu kile. Simu kuna fish. Kuna fish, chicken. Na ukiweza kuavoid broiler please avoid. Unajua kwa nini? Na kula haraka iko na mafuta mingi, but free range. Kuku siletu karasi ya kienyeji. They are the best. Sawa? Chemsha kunywa kasupu kula kuku yako. But red meat, do you know a quarter kg should be shared by how many people? 8 people. 1 kg, a quarter kg should be shared by. So wale wamezoea kanyama pale half a kg. Uko sawa, una relax with your friends, you umekula whole half, umekula whole kilo. My friend, you are killing yourself because your body cannot take it. You to take it for some time and then one time itagoma. Tuko pamoja? Especially since tumepitisha tunakanyaga 50, But so given young people, nutrition should start now. Usianze kuanza ati nimba every night mnakula nini? Napenda nini? Hizi noodles. That imagine.
Indomie today, tomorrow, because it's easy. Unachemsha tu 15 minutes, ama 10 minutes, ama you know, eat healthy, eat whole foods. Okay? That way, hata wewe utasikia ukiwa na afya kwa mwili wako. So for the protein, we have a product here we call omega-3 salmon. The reason why hii tunaipigia dete sana ni sababu hata kama tunasema tunakula samaki, I'm sure you're not able to do it every other day. Si ndio? Na these oils, omega-3, and I'm sure most of you mkigrow up, wale age yangu, wazazi wetu walikuwa very brilliant. Sababu walikuwa wanatupatia nini? Kulikuwa na mafuta ilikuwa na kunaitwa mafuta mansis. Kulikuwa na 7Cs na kulikuwa na nyingine ya white. Scots and Marshalls. Si ndio? Scots. Yaani ulikuwa unafunguliwa mdomo hivi by force. Umeze. Na inanuka. Kumbe mzazi alikuwa anajua hiyo ndio inatengeneza nini? Akili. Brain. Tena it is very good for your joints, it is good for your heart. Omega-3, this product is a golden product. Na kwa nini na insist it is golden? Najua kuna 7Cs kwa kila pahali kwa maduka. Lakini hii yetu make sure iko na all the 8. They are called all the 8 omega-3 the body needs. Yani such that hii kitu, hii omega-3 salmon oil, one time hata kuna client nilisaidia nayo, alikuwa anashika na cholesterol. Cholesterol ni wakati uko na mishipa yako imejaa mafuta. Sawa sawa? Na hiyo ndio inaleta stroke. Do you know, alitumia I think hii moja, alipoenda kuona daktari the next visit, daktari alimuuliza what have you done? Sababu cholesterol levels zake zilikuwa zimeenda chini very considerable. Sawa sawa? And you know, si lazima uwe mnene hivi. Unaona Patrick vile mnamwona akiwa slim hivi. Anaweza patikana kwa cholesterol iko juu. Hata wewe lakini uko mdogo. Don't think cholesterol ni wale watu wanakaa wamejaza mwili. Sawa sawa? That is things that need to keep on being checked. But thing is, supplement with this, and this is good for everyone by the way. Msema hata newborn anaweza tumia. Kuna kadogo kwa watoto tunaita mini. Hata the old mama, for us, it is good for your joint, it's good for your heart. It is just good for your eyes, brain. It is just an awesome product. So this one, tunasaidia ku supplement our proteins, but tunasema when you're eating, let your red meat be the least that you ndio unakula kidogo sana. Alafu hapa juu is something we're calling the fats and sugars. They're supposed to be very little. Najua tunataka sai. Tego? Mimi napenda katai mkono juu. Mimi najua napenda katai. Haya. Yule ambaye anaweka sukari kwa chai yake, don't feel shy or whatever. Sukari ni kega wewe. Life is sweet, partner. Life is sweet, isn't it? Okay, very good. How many cups of tea do you take in a day? Probably by the end of the day you take kombe tatu kana. Tano buo, tipo. Leo kombe tano nginyo kunde kanke. So, by the end of the day umekunywa sukari kiasi gani? Do the math, Do the math for yourself. So, unaona vile sasa hii iko, this is the right way. Sawa? But we have done this. There's something we have done. We have inverted this pyramid like this. Iko on its head. So, hapa fats and sugars ndio tunakula sana. So ndaka soda kinyata unyogo no nyotele karate. Anyola soda. Do you know how much sugar is in a bottle of soda? Please, mimi sijakuja kuharibia makampuni biashara zao. Mimi nakuza tu hela. Hiyo Fanta hiyo. Iko na sukari kiasi gani? About 15 teaspoons of sugar. This young man here can get away with it. He's still very young. But mimi, I'm telling you, ile siku ninaketi chini na kunywa soda, najua hapa sasa hiyo sukari. I'll take time kabla nitoe kwa system. Sawa sawa? So I just I take soda very special occasions. Na nikujiambia si ati I don't like sweet things. Unajua nini? The tongue inaenda ikizoea, haitaki hiyo sukari. Unafika pale unakunywa unasikia huku Okay? So what am I saying? In the world tunakula a lot of fats and sugars na inatu affect. Ndio sababu umepata watu wamepata ma blood sugar. Na ilikuwa kwa kisagi we used to walk a lot. Lakini si boda zilikuja. So every stage unaenda boda, si ndio? Every stage ni so we are not even exercising, si ndio? Atutembei, tumekaa tu. So elimu ndio hiyo. Sasa diseases have come. So we are doing a lot of fats and sugars. We are doing a lot of what else? Proteins. If you remember this pyramid, nini nyingine tutakuwa hapa? Proteins. A lot of protein. Nyama, mnachinja, unakula mbuzi karibu kule hapa.
Alafu fruits. Kama sasa kuna watu wako hospitali wamelaza, si ndio? Ukienda kumuona unambebea nini? Matunda. Na sasa hiyo umembebea umekula hata moja hiyo si. Hapana. Tunasema matunda, hata mama alikuwa anakuja nyumbani anauliza nani alikula matunda ya mtoto? Kwa sababu matunda mostly ni ya mtoto na mtu ako hospitali, si ndio? Lakini it's for all of us. Okay? We all need the fruits and the vegetables. Na nataka kuinsist kwa vegetables because najua vile tunazipika. Tunazipika zinakufa. Fanya hili inaitwa steaming. Hiyo broccoli, don't cook it until it has become another yellow color. Unaikula ikiwa crunchy, that's unapata the vitamins, Okay? So, whole grains tunakula kidogo sana, tumeona tunakula quite. So from today let us try and make an improvement. Ndio? Tujaribu sana kama tunataka kuwa na a longer healthier life. Okay? But even as we try, now when tukiongea juu ya hii yote vile nimesema hii supplementation hizi vitu nimewatolea hapa, TNN omega 3, TNN carotenoid omega 3, and also we have another product we call Neolife Shake. Neolife Shake ni wale watu ila uko na uzito kwa mwili na unataka to reduce, ama kuna mtu yule anafanya a lot of exercise anahitaji extra proteins, kama wale wanafanya hii kujenga mwili and natural because iko na 22 amino acids, iko na all the proteins, muscle building and all that. And also yule mtu ako na shida na kukula, probably mtoto ama mzee ako na shida ya kula akuli vizuri, ako na poor appetite, hata inaweza msaidia at least to improve the appetite na kumpatia mwili strength. So we have a product now ambayo imeshikanisha hizi zote, tunaita Provitality. Provitality is one of the products tunauza. I think we don't have it here. Provitality Plus. Hii kama una any other health issue, unataka tu maintain your your health, iko na TNN moja in it, iko na omega 3 moja, iko na carotenoid moja, na product nyingine inaitwa Multi iko na vitamins na minerals. So hii Provitality iko na 30 sachets in it. So mtu anaweza tumia for a whole month. Every day unachukua hizo. Ukiwa na hizo uko covered, umecover hizi bases zote nimesema. Take care of yourself, take care of your immunity hapa, na make sure umepata the protein from the omega 3, na sasa hapa kwa fats and sugars tumesema you have more than you need. So that is what nilikuwa nataka kusema, mambo na afya nzuri. Nikitaka kusema you're in the right place and in the right people, sababu hizi bidhaa mnaona hapa we have a scientific advisory board. Tuko na board ya madaktari ambao wanatengeneza hizi vitu. They don't omamki tu mnazipata. So wewe kazi yako tu ni kujua they work, uzitumie for yourself and then you share with other people. And then ukisimama tu hivi watu wanaona you are the living testimony, si ndio? Na ndio tunasema wale already who are distributors, before now we talk about the business. The first thing we talk about is use the product. Use. So kama wewe ni distributor hapa, you should at least ensure that you're using TNN and probably Supergrow, because I know tuna wakulima wengi. When you're using that, you have the testimony. Then now from there you share. Grace is coming to discuss that. You share the products. So like now what I've just done, I've shared the products. I have told you about the products. Nimewaambia vile zinafanya, vile zimenifanyia mimi nimeenjoy good health. Hata kwa familia nimeona kuna watu wamesaidika nazo. Then you share the opportunity. So nitamalizia hapo. Mmesoma? Nimesoma? Very good. Sasa we have our upline director, one team member.